Zaidi ya 1700 kutoka eneo la Chewele, kaunti ya Tana River zimepokea msaada wa chakula kutoka shirika la Msalaba Mwekundu ambalo limeshirikiana na mashirika mengine ili kukidhi mahitaji ya uhaba wa chakula kutokana na ukame. Ukame umesababisha wenyeji kutembea mwendo mrefu kutafuta maji, huku wanafunzi vilevile wakikosa kuhudhuria masomo, wakati shirika la kudhibiti ukame nchini NDMA likiweka kaunti hiyo kwenye hali ya tahadhari. Wadau wanadadisi kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi ikiwa mvua haitanyesha. Tuko na shida ya maji, ukame iko mingi. Unaona hivi karibu miaka ngapi mvua haijanyesha vile. Unaona maji ni ya kila mtungi mmoja tunanunua shilingi 50. Kupatikana nyewe ni shida. Maji ambao wale wa gari ambao wanaleta maji hata wengine hawaleti, mara nyingine tunashinda bila maji. Ukame umetulemea maji na chakula, na zaidi na watu wananyonyesha watoto, hali yao watoto wao pia hali yao si nzuri. Tumeathirika sana na hii mambo ya kiangazi, kwa sababu hatukupata mvua ya kutosha katika msimu uliopita, na hiyo ndio imesababisha hii kiangazi kuwe kali zaidi. Na kitu kingine pia tunaona kwamba imechangia, kulikuwa na mzozo za jamii mbili ambao tunaona mifugo mingi zimeteremka. Sasa zile rasilimali kidogo zilikuwa pia zimeweza kuisha kwa haraka. Tana River saa hii ile hali iko kwa sababu ya ukosefu wa mvua, maji ni kidogo. So kunakuwa na ile resource based conflict hasa ukiangalia kati ya wakulima na wafugaji, kwa sababu kila mtu anataka hiyo rasilimali ambayo ni kidogo. So more support is needed. Kama tunavyojua kwamba tukishamaliza programu hii tunaelekeza ndugu zetu watatuelekeza pale gani kwingine kwa hitajika. Tunazungumza na wale donors wetu na mara nyingi wanashiriki, wanatusaidia katika jambo. Kwa hivyo ni jambo program tutaendelea. Kwa mwaka pengine tutafanya pengine mara 5 mara 6, lakini tutafanya bidii safari tuende mbali na tufanye medical camps nyingi, na pia tusaidie watu kwa ile mambo ya nutrition, pia kila mpango yote ambayo itahitajika katika mambo haya. Na mtazamaji, baada ya hayo tunakwenda mapumziko kidogo, lakini tutakaporejea tutakuwa tunaingia moja kwa moja kwenye sehemu ya ukumbi, maanake wageni wangu washafika hapa studio.